Ni aibu sana guys, aibu kubwa sana. A whole kiongozi like Kalonzo Musyoka kuongea vile ameongea after kuvisit Sami Kiyoko kwa hospitali. Guys, it is a big shame. Very shameful. I can't believe yani siwezi amini ni Kalonzo Musyoka anaongea. Anaibisha viongozi, anaibisha Wakamba. He is our king, our next kingpin. Mbona anaongea vitu zenye hazina mpango? Guys, hii ni aibu sana. Hata mimi mwenyewe sijaamini kama ni yeye. Everyone sasa anajiuliza maswali, mbona kwani alikuwa amelazimishwa kuenda? Kwani alikuwa lazima aende? Kwani nini ilikuwa ina happen lazima aende huko? Yani mimi guys yani hizi vitu nye jamaa ameongea, hata mimi mwenyewe sijaamini. Mimi kama Mkamba sijaamini hizi vitu amesema. I'm still in shock. Sijui kama mmeona hizo video zenye Kalonzo Musyoka ameongea after kutoka kwa hospitali kwa Sami Kiyoko. Sijui kama mmeona hizo clips. Sijui kama mmeona kila kitu venye amepanda pale, ameongea, ameulizwa maswali pale akajibu vile anajibu. Sijui guys kama mmeona hizo video. Those videos ni za aibu sana. Hata mwenyewe ninashangaa. Siamini kama ni yeye. Anyway, thank you for the love and support. I appreciate all of you. My new subscriber, feel appreciated. My new subscribers, I love and appreciate the support. I don't take it for granted. Please, when you tap this video, kindly subscribe the channel, like the video, and give me your thoughts in the comment section. Yes, we are talking. It is a public video. That's what tunaongelea. Hatuongelea kitu yenye tumeguess. It's a public video. And in case you haven't seen the clips, stick around. I'm going to put the clips at the end of this video. So you stick around and give me your thoughts in the comment section. First of all, who is Kalonzo? Kalonzo Musyoka is our next as a Kamba kingpin. Yes. And Sami Kiyoko ni comedian, and kando na hapo ni businessman, and anafanya a lot of things hapa kwa ground. But so Sami Kiyoko amekuwa kidai pesa yake serikali, amekuwa kidai serikali ya Machakos, akidai governor wa Vihiga Ndeti pesa zake aliwashonia hizi ma uniform and everything. So amekuwa kidai from last year mpaka this year, akidai bado. And my question is, where yani Kalonzo Musyoka alikuwa wapi hizo siku zote enye Sami Kiyoko alikuwa kidai pesa yake mpaka leo? Amekuja Sami Kiyoko ako bedridden, haizi tembea, ndio anakuja kuongea vile ameongea. Mimi najiuliza hapa mwenyewe peke yangu maswali. Kwani huyu Kalonzo Musyoka hakuwa anaona video za Sami Kiyoko zikitrend all over? Hakuwa anaona? Mniambieni, hakuwa anaona? Alikuwa anaona. Na every time people walikuwa call out, mpaka wanamtag, wanamuita Kalonzo, ongea kwa hii kitu. Huyu ni Mkamba wetu, ongea something kwa Mkamba mwenzetu. Huyu ndio tegemeo letu, ongea something. But Kalonzo hakuwa itokelezea kuongea anything. Kalonzo was very quiet, minding his business. Akienda kwa redio anaongea, TV anaongea vitu zake huko, mara kuna tushere twake huko anafanya shughuli zake, anatembea huko na hapa na pale. We understand pia kuna mizigo yake kaza yeye kama baba kwa familia yake, kuzimika yake si mgonjwa pia yeye, tuna understand hiyo. But mbona hakuongea kwa hii? And Kalonzo nyakuja akatuaminisha kwamba huyu Wavinya Ndeti ni mzuri, tumvotie. And tukavotia Wavinya. Yes. And it is very shameful kuona mwingine ako bedridden ndiye anakuja pale na pia yeye kuanza kuongea vile anaongea. Yes, it is very shameful. Mmeona wameka dada ya Sami Kiyoko kwa age mpaka imebidi dada Sami Kiyoko, yani instead of kudai pesa yake imebidi apologize na akapewa fake promise. We don't know kama pesa yake atalipwa, kwa sababu aliambiwa atalipwa na hajui atalipwa siku gani. Yeye aliambiwa pesa yako tutakupea, hajui kama pesa yake atapewa leo, atapewa kesho, atapewa next month, atapewa next year. Hakuambiwa specific day ya kupewa pesa yake. And kumbuka the brother is in the bed now, in the hospital bed now as we are speaking. Haezi tembea, haezi amuka, haezi fanya nini. Mtu yangua akitembea vizuri, akikula vizuri, maisha yake kiendelea vizuri. Now is on the bed. And viongozi wamekaa kimya, wamenyamaza. Viongozi wa Ukambani wamekaa kimya, wamenyamaza kimya.
wamenyamaza. Kalonzo Musyoka anakuja pia kwa kamera pale, badala hata aseme kitu ya maana, yeye anasema ati nimekuwa nikiona kijana akidai pesa yake hapa na pale, nimekuwa nikiona, lakini nimeshangaa sana kuona akiwa kwa kitanda. Yani this means Kalonzo Musyoka hakuona hata ile vita yenye ilikuwa ina happen. Hakuona hiyo vita ya kwanza, hiyo venye alikuja Samia wakaleta wale guns wa kwanza, akienda pale press siku ya kwanza ndio watu waende Ukambani. Ndio Gen Z waende Ukambani. Anataka kujifanya hakuona. Kwani anaishi wapi? Guys, let's vote wisely this time round. Let's vote wisely. Yeye pia amekuja pale na promise yake kama kawaida, na kusema amepromise Sami Kioko na sister yake, amesema I'll check on that. Amesema ata check on that. So we don't know kama ata check on that juu amekuwa kimya. Amenyamaza. And I don't know why people wanangojanga paka mtu akufe. Yani sijui kwa nini hii kitu yani sijui sielewi watu wanakuanga na problem gani. Wakati mtu ako mzima bado anawaambia nisaidieni guys, niko na shida, nisaidieni. Hakuna mtu anajitokelezanga aende amsaidie. But the moment the person anakufa tu hapo ndo kila mtu anakujanga. Masanduku zinatengenezwa, manguo zinashonwa. Alikuwa unaweza kuona venye watu wanafanya, alikuwa mzuri, alikuwa sijui caring, alikuwa sijui what. That is a fake. Guys, wakati mtu bado yuko mzima anaweza ongea, anafanya kitu, anaweza jizongeza kutembea moja mbili aende pahali. Akitisha kitu, let's stand with him or her. Wakati bado mtu yuko mzima, let's support ourselves. Hakuna mtu atatusupport. Our viongozi, they cannot support us in any way. Sasa saizi huyu Kalonzo Musyoka ameona mali kuna opportunity. Mali jenziwa na wanaangalia kwa wingi. Hapo ndipo kwenye amekimbia. So that aende adanganye Gen Z venye yeye ni mzuri, pretend ndio pia yeye avotiwe. I'm telling you guys, this time round lazima tukue makini. Lazima tukue makini pale kwa ballot. Tuchukue kadi. Tusipokuwa makini, hii kitu itashinda kijirudia every now and then. Na sisi ndio tunaumia. Let's be very careful with these people. They don't care about us. What they care is themselves and their families. They are very selfish. Siwadanganyi, very selfish. Mimi nimeshangaa pia akisema ati I'll check on that. I'm like, bro, what are you saying? Check on that ama saizi piga simu ambia Wavinya ndeti umeshambeana pesa wenyewe? Hapana, peana saa hii. Cause bills za usafiri zinafaa zilipwe, kampuni inafaa ikuwe inaendelea mbele, wafanyakazi wanafaa walipwe pesa. Peana pesa saa hii. Itisha account number saa hizi, transfer the money to account. Wacha kusema utapeana. Imagine msichana amebetray brother yake just because of nitakupea. Because nitakupea. You know, guys, you understand what I'm saying? Nitakupea. Ajue atakuwa siku gani? Ni leo, ni kesho, ni next year, ni 2030. Hana habari. Lakini alipromisiwa tu nitakupea your money. Guys, let's be very careful. Blessings. Don't forget to subscribe to the channel. Give me your thoughts in the comment. What do you think of this story? What do you think? Mimi sina maoni. Wewe toa maoni yako kwa comment section. Maoni yangu unaipata hapo chini kwa comment section. Pia mimi nimeweka hapo yangu. Tuongee tusemezane. Blessings.